anayedaiwa kuchukuliwa nyeti zake. Ndio. Nadhani ndio maana nimekuuliza ulikuwa kwenye tukio. Ndio. Ukifuatilia alipelekwa kwenye kituo kidogo cha ile stendi ya mabasi inaitwa ya Magufuli. Ndio. Na wanaume polisi kwa kuhifadhi faragha yake wakaangalia. Ndio. Wakakuta ni vitu anaongea vya kijinga tu. Mbona zipo? Wewe unasema umeguswa na kuchukuliwa, mbona zipo? Mbona zipo? Kwa sababu hata kwa kufikiri tu hata watoto wetu wanakataa. Wanasema haiwezekani. Kwa nini sisi watu wazima tunaona kwamba inawezekana? Na unakuta kwamba sio kweli. Ndio. Kwa hiyo wakati mwingine tunapaswa kuwa watulivu na kufikiri na kutoburuzwa na watu wajinga ambao wanatengeneza matukio ya kufikirika ya ajabu ajabu na watu wakachukulia kama ni habari. Nafikiri ni muda sasa wa kukemea upuuzi. Upuuzi kama huo na kujenga taharuki ambazo ni za kijinga. Na kwa kifupi sana ninaweza kukujibu hivyo kwamba nyeti zipo na ni muongo na wanatengeneza taharuki, na sasa tunachunguza malengo ni nini, dhamira ni nini. Lakini tuelimishane, tutoke kwenye ujinga wa kiwango hicho ya kwamba mtu akikugusa hata kisayansi unaona kwamba haiwezekani. Highly improbable, haiwezekani kabisa. Eti mtu akikugusa kitu chako hakipo. Hata watoto wengi mimi nimeongea nao wadogo wanasema wanashangaa, hii kweli inawezekana? Hii kweli inawezekana? Lakini watu wazima wanakimbilia kuona kwamba inawezekana, wakati watoto wadogo wanasema hii haiwezekani. Kwa hiyo nadhani niishie hapo, na nadhani umepata maelezo kidogo ya kina ya kukuongoza hata wewe wakati unatekeleza majukumu yako kabisa. Jue nini nafasi yako kwenye jamii, hasa kwenye hii jamii ambayo inataka kupotea ya kwenda na vitu vya kufikirika vya ajabu. Sawa. Nikutakie kazi njema na Pasaka njema.